Marshal TV. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment. Pia bonyeza alama ya kengele ili kupata update zetu kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Sema amen. Ndio salamu. Tunaendelea na ibada letu kama kawaida. Basi tunakwenda kusoma katika kitabu cha Zaburi. Zaburi ya 23 mstari wa kwanza hadi mstari wa 4. Nasoma kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Bwana ndiye mchungaji wangu, sana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante. Tungeomba ushuhuda wa jamaa. Ushuhuda. Ndio. Benu miwechi niyo molonge uno aimanano i familia ya uno mbaka wa wino osoma maisha uno mwana maalama pamoja na vyake vihochi vyose shieta eleo ili nibwe nilimukanya mwalohosi ule ano ishika miolo yabo nichoshirikiana na familia ino yashikwa na mwana ishile na byamanga bitumia uombe wechi ni omolonge tusotango soma maisha numatwa shibeni kambolia mwisho letopenda miwechi longe bo marehemu msiba wa familia wa Babungwe Bashinondo nyumba ya Bashiji Tolelo magonjwa. Mtoto alianza kuumwa tariki 24 za mwezi wa 6 mwaka wa 2025. Siku ya pili ilivyofika hapo jana tariki 25 za mwezi wa 6 mwaka wa 2025 marehemu akatwaga. Marehemu ameishi mwaka mmoja na miezi mitano. Marehemu aliitwa kwa majina Elelo Jeremy. Baba wa marehemu anaitwa Jeremy Aunga wa jamaa la Babungwe Bashinondo. Mama wa marehemu aliitwa naye Zawadi Alimasi wa jamaa la Babungwe Bashimboko. Basi sisi hatuna mengi kama familia, tunamtakia marehemu mapumziko mema peponi. Asante. Miwe chilonge shieta niwe tushiremo nato wele mwalo niwe inalo babyangene itwele echambo zima bwa ono mwana wetu bwa mwisho ingela ya kila mlanga msenge ingela yoetana kila mto lazima onje mauti nde tole motakibwe la familia bisambo banduku tatushibe na mwechi lakini twakaribisha bashimangu chunga nisebya familia hano kuchangana na bile mazingira atoeke male makambi mabo choma na mbwechere garama. Kwa hiyo tunaona niwe tuba hano tukaribisha bashicho tonyatira icho tokoloela makuru miwechi niyo molonge. Asante sana.
Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo. Acha kwa ajili ya kanisa. Baba wa marehemu na mama marehemu ni washiriki wa kanisa la Sinai Pentecost kwa jina maarufu Parable. Walijiunga na kanisa mwaka jana mwezi wa 5, wakajiunga na kanisa, lakini walikuwa ni wadhaifu sana kuhudhuria kwenye ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa sababu ya neema ya Mungu, basi tumejumuika sote kwa ajili ya marehemu aliyetuacha, na jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nasoma kwa ajili ya faraja. Naona niko haraka kwa ajili ya muda, na kufika Malaloni ni mbali. Nasoma kwa ajili ya faraja Wathesalonike wa kwanza 4:13 hadi 14. Lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa twaamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na wao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa ajili ya matumaini. Yohana 11:23-25. Yesu akawaambia ndugu zako, Yesu akamwambia ndugu yako atafufuka. Martha akamwambia najua ya kuwa atafufuka katika wafu siku ya mwisho. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aminiye mimi ajapokufa atakuwa anaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tunamwita mwimbishaji karibu kwa wimbo wa kutoa sadaka. Riziki karibu kwa wimbo. Tatawana Teno ngaji avyati lembuto Zombani na keana yuvya la vika Kemba tata Ombe ngaji avyati lembuto Kati basi. Agena yo biala vika. Jamaa hapo kwa sasa kwa bado bonde bado. Ndiati melo, abiati le bodo. Saubani na agena yo biala vika. Abiati le bodo. Saubani na agena yo biala vika.
Nazijua, imba tu. Sote ni wana wa baba mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukituangalia eti ele yavo kanisa hicho. Sasa nawe kanisa yako. Niyo hiyo tu, ni Mungu tu, Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sitaki kuponda muda. Ningeomba mwalimu, karibu kwa kuombea sadaka. Karibu sadaka. Karibu kuweka sadaka mikononi mwa Bwana. Okay. Tunakushukuru Muumba wa mbingu na nchi na Bwana wa vitu vyote. Tuko mbele zako, Alfa anayeumega, wa mwanzo na mwisho ni wewe Jehova. Tunainua kikapo cha sadaka katika vitanga vya mikono yako Baba yetu, kwa kuweza kusaidia matanga haya yaliyo mahali hapa. Kwa Yesu tunasema wale wote ambao wamenyosha mikono uwabariki, na wale wengine ambao wamepungukiwa uwabariki siku nyingine wakutolee. Asante kwa maana utawabariki kama ilivyo mapenzi yako Mungu. Tunaomba ni kwa Yesu Kristo aliye Bwana wa maisha yetu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata ukiwa mbali kama unasikia sauti yangu, ningeomba uwe naitika tu. Sote ndo njia yetu hii. Bado nimesimama mbele yenu. Labda hata jioni unaweza pata habari yangu eti yule mwenye alikuwa anasimama pale sasa ni marehemu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya.
Boaz ashakuwa Chelsea. Boaz ameshakuwa Chelsea. Naona watu ni wengi. Hapa ni zoni ya 14 au sio? Mumenifurahisha sana sababu kuna sehemu zingine wakisikia kwamba kuna msiba watu wanakimbia. Sasa wao mimi sijui huwa wanawazaje. Sababu kifo ni kwa kila mmoja. Kifo ni kwa kila familia. Kifo ni kwa kila yeyote yule ambaye ameumbika na Mungu. Kwa maana hiyo basi, kwa kifupi, mumenifurahisha na Mungu awabariki sana. Pili, neno ambalo tunataka tusikilize si kwa ajili ya mwenzetu ambaye ametuacha. Ni neno kwa ajili yangu mimi mzungumzaji, ni neno kwa ajili yako wewe unayesikiliza. Sasa ninachokuomba tu kwa dakika chache, tumerudilia masaa yamekwenda, lakini kwa dakika chache tu ambao unitege masikio ya kiroho na mwili ili tuende sambamba na tunafungua neno la Mungu katika Waamuzi. Tunaenda kwenye Biblia. Waamuzi sura ile ya 13 mstari wa 15. Neno linasema, Manoa akamwambia huyu malaika wa Bwana na kumwomba, tukuzuie ili tupate kuandaa mwanambuzi kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amena. Jioni ya leo nataka tuzungumzie tu neno fupi, kuandaa. Mambo mengi tunayoandaa katika maisha. Tunaandaa vitu vingi. Ukitembea hapa kambini unaweza kushangaa na pikipiki zinazotembea. Tuna mrorongo wa pikipiki kama vile 10, 12, 20. Hao wamekwenda kuandaa nini? Tayari wameandaa kuzaliwa kwa mtoto, alafu pesa zinatoka, alafu wanajichezea, sijui kuambiaje. Yaani waliandaa, yule mama na yule kaka wakawa wameandaa kuzaliwa kwa mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia mazingira yetu hapa sio mazuri zaidi. Hata ukitaka kulala unaandaa kwenye kitanda ambacho utakachopitia mwili wako. Watu wengi wanalala katika vitanda bila hata kutandika. Subiri, utalala juu ya nyoka, utalala juu ya mende. Mende itakuingia katika masikio, alafu utasikia cha mtema kuni. Andaa Bwana mahali pale ulipo pawe safi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuandaa kuna mambo mengi, lakini ambacho mimi nataka nikuambie kwa jioni ya leo ni kuandaa kifo chako. Hapa tuko kwenye msiba. Unaweza ukajiuliza, mimi nitaandaaje kifo changu? Sikiliza nikwambie. Kuandaa ina maana ujitulize. Jitulize kwa kuishi na majirani. Jitulize, utafute mtu au watu wale ambao utaambatana nao, wale wenye kuelekeza vizuri katika maisha. Na unapoishi tafuta kuwa na maelewano na kila yeyote yule. Bila hivyo utachukiana na wenzio na majirani. Halafu utaona kwamba ukifa wewe siku kesho au kesho kutwa, masimango ndio itakuwa kwako. Watakusimanga. Yule amefariki, nadhani ni Mungu ndiye amemlaani, kwa sababu alikuwa ameuzi kijiji chote, kuiba samaki, anaiba nguo, anabomoa nyumba, anabeba turubali. Mungu Mungu anapeleka. Hebu fikiria ukiingia kwenye nyumba ya mjane, unampeleka hata blanketi anayojifunika. Huyu mtu atajisikiaje? Vibaya sana, na Mungu atakulani. Basi katika kuandaa kuna mambo mengi. Fanya jinsi utakavyo, lakini tembea jinsi utakavyo, sawa. Cheza, lewa sawa unavyotaka, lakini ujue kwamba siku moja
kifo kitakufikia. Bwana Yesu atuhurumie sana. Mimi na wewe tukae, lakini kifo bado kinakuja. Kwa maana hiyo inafaa kujiandaa vizuri sana. Basi tumalizie katika kusoma kitabu hiki Maombolezo sura ile ya 4 na mstari wa 9. Neno linasema, heri wale waliouawa kwa upanga kuliko wao waliouawa kwa njaa, maana hao husinyaa wakichomwa kwa kukosa matunda ya mashamba. Bwana Yesu asifiwe. Neno limesema hivi, heri ufe kwa kisu, kwa upanga, kwa kupiga risasi ufe, hautakawa. Na ukikawa labda utaenda hospitali. Lakini njaa nikomesha. Ukifa kwa njaa utateseka sana. Ndio kisi neno limesema. Utateseka sana, yaani utaanza kukonda. Alafu watu wengine watazani kwamba labda umepatwa gancha makuni cha ukimwi. Sasa utakonda sana. Sasa watu watakushangaa. Kumbe ni njaa. Utakonda. Watu wakizani kwamba labda wewe hutumie chakula, lakini umekonda kwa ajili ya njaa. Njaa tunataka kuizungumzia hapa. Njaa ina aina nyingi, kama 2 hivi. Ukitaka njaa yako imalizike, tumia tonge kubwa kubwa, chakula vizuri, utanenepa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini usile uchafu, kwa sababu ukila uchafu, subiri, matumbo itavimba na minyoo. Sasa njaa ambayo tunataka tuizungumzie kwa sasa ni njaa ya neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikikuona mimi kwa mbali na ninapokutazama, asilimia ya ambao tumekutana nao pamoja na mimi hapa, asilimia ni 30 watu wenye kushiba chakula cha mwili, lakini kile cha roho tunapungukiwa. Na niombe tuwe wengi katika kutumia kile chakula cha roho. Nataka niseme nini? Njaa tunayozungumza ni neno la Mungu. Nalo hili neno la Mungu limekuja kwa watu aina 3. Sikiliza. Kuna watu ambao wanaitwa wapagani. Hili neno linakuja kwa ajili yao. Na sio kila neno la kweli. Yaani kuna neno la uongo na lile la kweli. Ili tunayotaka kulizungumzia ni neno la kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiingia katika kanisa mbalimbali utakuta kwamba wote wanazungumza na wanatoa neno. Lakini mimi nataka nikwambie sio kila neno la kweli. Ili tunalozungumza hapa kupitia Bwana wetu Yesu Kristo kuwa kiongozi na mwokozi wa maisha yako, hili ndilo neno la kweli. Bwana Yesu apewe sifa sana. Usibaki nyuma bila hili neno. Sasa nimesema kwamba wale wapagani wana njaa, na wale wengine ambao tunaita wafuasi ama waumini ambao bado hawajabatizwa au wana njaa kubwa. Lakini tuna wale ambao wamekubali jina la Yesu kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yao. Hao tunawaita kuwa Wakristo. Wao angalau wameshiba neno, yaani wanapotembea wanatembea wakiwa na Yesu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na watu hawa hawana matatizo. Subiri, kama wewe utatekeleza kukaa kuishi na neno la Mungu, matatizo mengi yatakupata. Ikiwa wewe utashikwa wizi, ina maana wewe una njaa ya neno. Unasikia tu kama vile mchezo, lakini ni kuombe kwa siku ya leo uwe na shibe ya neno la Mungu, kwa sababu hilo neno la Mungu ndio taa yako popote utakapopita. Hata ukitoka hapa kambini, sehemu zote ambazo utakapokwenda kufika, watakuangalia jinsi unavyotembea, jinsi unavyozungumza, jinsi unavyofanya. Watasema huyu mtu ana neno ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Niwaalike tu sisi wote ambao tumefika katika msiba huu,
ujue kwamba jinsi tulivyo hapa tuko wengi, lakini hii ni njia ya kila mmoja wetu. Kwa maana hiyo tuandae safari yetu tukiwa tumeshibishwa neno la Mungu, na Mungu atubariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Ndiyo mchungaji wangu. Miwechi ni wa Molonge. Twaibelela yusu mapicha. Kwa hiyo tunashikila haraka haraka ushima nine juu ya haraka haraka familia bamwicho bisambo mpaka lwa picha imona byanya byao uyema. Asante. Samahani kidogo, unajua tunakwenda haraka kupitia masaa, si ndio? Wote ambao wameshiriki na sisi, baada ya kutoka malaloni, kuna kikombe cha uji hapa, tuje wote tuokote angalau kwa uji. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Basi kama nilivyoongozwa na familia, acha basi niite familia wawe tayari wasimame kwa ajili ya picha. Familia ya baba wa marehemu. Familia ya baba wa marehemu. Baro Chelsea. Tunaendelea haraka haraka, washika picha. Baro. Na waangalia nyinyi mnaniambia tumemaliza, naendelea. Masters. Na wajomba wa marehemu wanajitayarisha. Wajomba wa marehemu. Nina lenzi ndefu juu. Wajomba wa marehemu. Tuwaiwai. Marafiki wa baba wa marehemu pamoja na wanasanaa, karibuni. Karibuni. Marafiki wa mama marehemu wanajiandaa. Kitchen. Udo watoke hapo. Baro, mtikiso hapo. Kitchen. Angalau jamaa hapo, che. Wajom, yana wajama. Naona kurudi. Baba wa marehemu na mama marehemu. Marafiki wa mama marehemu, marafiki wa mama wa marehemu, marafiki wapo. Mambo sawa sawa, ndio mambo sawa sawa. Yesu akiwa enzini, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Kijiji, karibu kwa picha.
Kanisa jitayarishe kanisa. Haleluya. Kanisa karibu kwa picha. Karibu kanisa karibu. Ndiyo imba mambo sawa. Haleluya. Sawa sawa. Yesu akiwa enzini. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Watani wa baba marehemu, watani. Ndio. Watani hawapo Ndio basi. Naona tumefika ukingoni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Ndio. Basi tumefika ukingoni. Tunataka tumshindikize mtoto ambaye ametuacha, anaitwa marehemu kwa muda huu, kwenye nyumba yake ya milele. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Basi ningeomba karibu dunia kwa kufunga kipindi kwa maombi. Kwenda kwa taratibu za kijiji. Tunaenda Malaloni, karibuni, twende Malaloni. Mimi wakati wa lenzi ndefu, wa lenzi. Marshal TV, usisahau kusubscribe, kushare na kucomment. Pia bonyeza alama ya kengele ili kupata update zetu kila siku.